Ufundishaji wa magari makubwa, unaweza ukaona pia tuna hizo nanili hapo, vijana wanafanya testing kabisa kwenye mazingira yetu ya chuo. Darasa pia la udereva ambapo unaweza ukaona hizo TV zile za kisasa kabisa, kwamba Futureworld tunatoa mafunzo ambayo yanaendana kwa vitendo. Ndo kama hivyo sasa, sio tu kuishia pale kwenye uwanja, hapana, ni lazima tutoe mafunzo kwa kisasa zaidi. Ndo hiyo mifumo ya namna hiyo ambayo tumeiweka. Karibuni sana. Sasa kama walivyoeleza, hii naweza kusema ni TV ya kawaida, ila kwa jina maarufu tunaita interactive board au wengine wanaita commercial display. Inafanya kazi kama TV ya kawaida, lakini kama smart TV ya kawaida, lakini pia ina access ya kushare, screen share. Unaweza ukafundisha kwa kutumia simu, kwa kutumia laptop bila connection ya waya, kwa kushare tu screen ya kwako kwenye simu, kila kitu unachokifanya kwenye simu kika display pale. Lakini pia unaweza ukafanya hivyo screen share kupitia kwenye laptop bila connection yoyote ya waya, ukashare na ukafundisha vizuri. Ina access ya kufanya kazi kama whiteboard. Tukianza kwenye chaki, tulivyotoka kwenye chaki tukaja kwenye whiteboard kama za namna hii. Lakini sasa tuna smart whiteboard ambayo inakuwa ya namna hii. Hapo unaweza ukaandika kama unavyotumia ubao wa kawaida tu kwenye kuandika, the same thing. Kama kufuta, kuna kamera pale juu ambao unaweza kuzoom darasa zima kama lilivyo, na ukawa unafundisha kipindi na watu walioko huku wakawa wanaona vizuri, wakapata kipindi vizuri tu. Sawa jamani? Yes. Kwa hiyo una kazi nyingi sana, hatuwezi kuzimaliza leo pengine, lakini hizo ni kwa uchache tu, na tunapenda level ya kufundisha ifikie, kwa sababu teknolojia inakimbia sana. Kwa hiyo tunafikisha kwenye level hii na kisha mtu anasoma kwenye mazingira ambayo hatakuwa baria kwake yeye kufanikiwa. Sawa jamani? Tumeelewana? Basi nashukuru na karibuni sana. Hapa ni Futureworld. Hii ndo computer room na unaweza ukaona. Kwa hiyo tukishasoma kompyuta tunaingia huko kufanya kwa nini? Kwa vitendo. Kwa sasa hivi ni sera ya serikali, kila kozi inayofundishwa huwezi kuiruka kompyuta. Yaani kila kozi, hata udereva tunalazimika, tumeanza sasa hizi kwenye mitaala kuanza kufundisha kompyuta. Yaani kila kozi. Kwa hiyo ndio maana unaona tuna facility kama hizi kwa ajili ya ufundishaji. Kwa sababu kama ni mwalimu utatakiwa wakati mwingine uandae presentation, michoro ya watoto, utahitaji kutumia kompyuta. Kwa tunaamini na sera ya serikali ina encourage matumizi ya kompyuta. Kila taasisi ambayo inatoa elimu tu lazima ihusishe kompyuta. Hili ni darasa na linatumika mara kwa mara sana. Sasa hizi kompyuta bana zipo tu, leo zilikuwa darasani, zilikuwa kwenye matumizi leo hiyo. Kwa hiyo mnapoona hapo kwa safi, kwa ajili yenu limeandaliwa hiyo. Karibuni sana. Watu wa hoteli management au hospitality watatumia pia darasa hili hapa kwa ajili ya kujifunzia. Hii ni multipurpose hall. Yaani kama unavyoona ukubwa, kwa hiyo kwa darasa lolote lile kubwa tunaweza tuka-accommodate watu. Sio maalum, hilo bango limewekwa tu kwa leo. Lakini kwa sasa kwa sababu wanaitumia waliingia madereva. Na darasa hili kama unavyoona lile kule, ukubwa wa darasa pengine kwa mwalimu kufundisha inaweza ikawa ngumu. Kuna sound system kabisa ambayo inamwezesha mwalimu kusikika hadi kule mwisho. Kuna speaker ambazo ziko juu hapo, ndio maana unaona kuna sound system hii hapa kabisa, ambayo mwalimu anaweza akafundisha darasa zima wakamsikia vizuri tu, hata kwa sauti ndogo, na akasikika vizuri kabisa. Yes.
na linatumika hapo unapoona limekamilika na linatumika kila siku. Ndio maana unaziona mimi. Aliyekuja miezi 4 au 5 iliyopita akija hapa anaweza sielewe na akajua amepotea. Miezi 4 au 5 iliyopita. Na hata satellite yenyewe inachoona itakuwa inashangaa. Yes, unaweza kutumia simu yako hata Google Map view from the sky utaona hapa pako empty. Kwa sababu ni eneo ambalo lilikuwa wazi muda si mrefu. Kwa hizo haya majengo bado yanaendelea. Kuna jengo litafuata hapa. Jengo hili hapa dogo mnaloliona tunajenga kwa ajili ya wenzetu Waislamu ambao wanatakiwa kuabudu hasa ukifika muda wa swala. Yes. Kwa sababu unaona ili atoke aende msikitini ni mbali, atachelewa kwenye vipindi. Kwa hiyo wamejengewa eneo maalum la kuswalia na itakuwa na mahitaji yote ambayo yanahitajika yeye kuswali. Na kuna jengo jingine pale litafuata kama mnavyoona, lile litakuwa ni darasa pia. Kuna jengo jingine refu mkifika baada ya muda mtaliona litakuwepo pale, ambayo linatengenezwa kwa ajili ya mahitaji hayo ya kuendelea kutumika kama shule.